Leo Disemba 1, dunia inaadhimisha siku ya ukimwi chini ya kauli mbiu kushinda mikwamo, kubadilisha mwitikio dhidi ya ukimwi, ambapo shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa uongozi thabiti wa kisiasa, ushirikiano wa kimataifa na mbinu zinazozingatia haki za binadamu ili kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Licha ya mafanikio ya miongo kadhaa, mapambano dhidi ya VVU yako kwenye njia panda kutokana na kuyumba kwa huduma muhimu na kuongezeka kwa hatari za mashambulizi. Hata hivyo, WHO imesema nguvu ya ubunifu, uthabiti na ushiriki wa jamii unaendelea kuleta matumaini mapya duniani. Kwa mujibu wa WHO, mwaka 2024 watu milioni 40.8 waliishi na VVU duniani, huku milioni 1.3 wakipata maambukizi mapya na 630,000 wakifariki kutokana na magonjwa yanayohusiana na ukimwi. Inaongeza kuwa kushuka kwa misaada ya kimataifa kumeathiri huduma za kinga, matibabu na upimaji na kusababisha zaidi ya watu milioni 2.5 kupoteza huduma za PrEP mwaka 2025. Inasema kuwa licha ya changamoto, mwaka huu 2025 umeleta matumaini kupitia utambulisho wa dawa mpya ya kinga Lenacapavir, yani LEN, inayochomwa mara 2 tu kwa mwaka. LEN imetambuliwa na WHO kama hatua kubwa kwa watu wanaopata ugumu wa kutumia PrEP au wanaokumbwa na unyanyapaa wanapotafuta huduma. Afrika, ikiwemo nchi kama Afrika Kusini, Zimbabwe na Zambia, zimeanza kuidhinisha dawa hii kwa haraka kupitia ushirikiano wa WHO na wadau wengine. Hatua hii inaashiria zama mpya za ubunifu. WHO inasisitiza umuhimu wa kuunganisha huduma za VVU ndani ya mifumo ya afya ya msingi kwa kuzingatia usawa, ushahidi wa kisayansi na haki za binadamu. Ili kufikia dunia isiyo na ukimwi, nchi zinapaswa kuimarisha mifumo ya afya, kuongeza uwekezaji wa ndani na kulinda makundi yaliyo hatarini.